Wakati ambapo kwa upande wa Mbalulu yeye aliposti video clip kama hiyo ambayo inamuonyesha analia na kusema hayuko sawa. Kwa upande wa msanii Barnaba yeye pia aliweza kushare kupitia Insta story hiyo hiyo ujumbe ambao anasema kwamba mwambie Mungu kusudio lako kwenye swala na toba, lakini mwambie Mungu matamanio yako kwenye ibada. We all know kwamba tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Pia yes, tuko katika mfungo wa Kwaresma kwa ndugu zangu wa Kristo. Kwa hiyo huu ni ule mwezi ambao dini zote wapo katika kipindi cha kuweza kusali sana, ibada. Kufanya ibada kwa sana na vitu kama hivyo, na ndio maana pengine ujumbe kama huu hapo Barnaba aliamua kushare kupitia page yake ya Instagram. So kupitia Newsbeat pia tumepiga naye story aweze kutuelezea kile ambacho kilipelekea kutukumbusha kupitia ujumbe huu hapo. Unajua sisi ni vioo vya jamii na siku zote ni kufanya watu wajione kupitia sisi, wajikosoe kupitia sisi, wajifunze kupitia sisi. Ikiwezekana wajirekebishe kupitia sisi, lakini ikiwezekana waburudike kupitia sisi kama tafsiri ya kioo cha jamii au mwana sanaa. Tunaamini kwenye maneno yetu, kwenye taaluma zetu, kwenye vitu tunavyofanya. Ustadi wa kazi ndio ustadi wa kuelimisha jamii, vile vile ndio maana tukaitwa vioo vya jamii. Vinaburudisha, vinafurahisha, lakini sisi ni sehemu ya watu kujitazama eza kwa mtazamo mzuri, eza kwa mtazamo mbaya. Hasa leo nimeamka kwenye kuwa kioo cha jamii kwenye mtazamo mzuri. Vijana wengi wamekuwa wakiwa na ndoto za kufikia malengo kwa sababu of course. Kwa hiyo wakati mwingine unawa ignore tu, unaachana nao.